Na mtazamaji, na uchunguzi wa ajali ya ndege iliyowaua watu 6 akiwemo mbunge wa Emurua Dikirr Johana Ng'eno umeanza rasmi, huku wachunguzi leo wakifika eneo la tukio. Na wataalamu na wachunguzi wa ajali za ndege wamekusanya vifaa na mabaki ya ndege kutoka eneo la tukio. Namna kama Emil Chebet anavyoarifu, walioshuhudia wameripoti namna ndege hiyo ilitua kwa muda karibu na eneo la tukio kabla ya kuanguka dakika chache baadaye. Wachunguzi wanapitia mabaki ya ndege iliyoanguka Mosop, kaunti ya Nandi, wakirekodi kwa makini kila kipande kilichobakia kufuatia ajali ya hapo jana. Maafisa hawa wako makini kubaini chanzo cha ajali hiyo iliyowaua watu 6 akiwemo mbunge wa Emurua Dikirr Johana Ng'eno. Kaimu mkurugenzi wa idara ya uchunguzi wa ajali za ndege Fredrick Abunge amesema sehemu muhimu tayari zimehifadhiwa na zitasaidia kubaini kilichosababisha ndege hiyo ya kampuni ya Youth Aviation kuanguka. The components that the investigators have picked from this scene of accident, some of them will be ferried outside the country, particularly to the state of manufacturer and the state of design of the aircraft as required by the protocols of the convention to which Kenya, our country, is a signatory to. We expect the team to do an investigation and give us a report in the next 30 days, a preliminary report of exactly what happens. And what we want to ask the public, to ask our leaders and everybody, it's not to speculate. Katibu katika Wizara ya Usalama Raymond Omolo amesema kuwa uchunguzi wa kwanza umeonyesha kuwa hali mbaya ya anga kutokana na mvua nyingi inaonyesha kuwa ulichangia ajali hiyo, akiwataka Wakenya kusubiri uchunguzi kamili. The team that from the ministry as well as the other security organs are doing what they need to do just to get to the bottom of what really happened. Of course, there is already initial report that was filed yesterday. Kulingana na wale walioshuhudia ajali hiyo huko Mosop, ndege hiyo ilitua eneo hilo kufuatia mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha na kupaa tena baada ya dakika kama 20. Hata hivyo, safari yake haikuchukua hata dakika 5 kabla ya kuanguka. Mist ilikuwa kubwa, so tukasikia hiyo ndege inakuja, kumbe ilikuwa inatafuta emergency landing. Sasa ikatafuta mpaka ikapata hapo juu forest fulani hapo. Alianguka, alipiga chini pale, akakuja akakonga miti, akatupa watu wawili hapa, akatupa wawili hapo, akatupa wawili mbele huko. Viongozi mbalimbali pamoja na wananchi wameitaka serikali kukamilisha uchunguzi wao haraka iwezekanavyo na kuweka hadharani chanzo cha ajali hiyo. Emil Chebet, Runinga ya Citizen.